Kwa nchi yetu neno uzazi tayari lina implication ya umri. Yaani tayari lina maana ya labda ni watu fulani wenye umri fulani. Lakini jumuiya ya wazazi kwa mujibu wa kanuni zetu tunaanza kudahili wanachama kuanzia mwanachama yote mwenye umri wa miaka 18 wa jinsia yoyote wenye umri wowote. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya jumuiya ambao inapaswa kuwa na wanachama wengi ni jumuiya ya wazazi. Na mimi ninawakaribisha wana CCM kujiunga na jumuiya ya wazazi. Na sasa hivi jumuiya hii tutaipeleka mjini sana. Kwa hiyo waje wajiunge na jumuiya ya wazazi. Na sasa siwezi kuvutia kwangu kwa sababu leo nimepata fursa ya kuja kwenye redio. Wanawake wajiunge pia na jumuiya ya wanawake, umoja wa wanawake UWT. Na vijana pia wajitokeze kwa wingi wajiunge na jumuiya ya vijana ambao wanavutiwa na sera na miongozo ya jumuiya ya wazazi. Waje jumuiya ya wazazi, sisi ni wazazi, tutaishi nao, tutasimamia maadili na chama chetu kitakuwa salama sana. Na tunamaliza na wito gani kwa wana CCM na wale ambao wanatamani kujiunga na chama cha Mapinduzi CCM? Asante ndugu. Na mambo mawili kwa wana CCM wenzangu kuelekea mchakato wa kura za maoni ndani ya chama. Jambo la kwanza, Chama cha Mapinduzi kimetoa haki na wajibu kwa mwanachama. Na tunafahamu sote kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye mchakato wa kura za maoni. Sasa wakati wa mchakato wa kura za maoni huwa kuna vijivurugu vinatokea ndani ya chama, makundi na vitu kama hivyo, either kwa namna moja au nyingine, kwa watu kutoelewa vizuri kanuni, miongozo na misimamo ya chama, au tu kuna kitu kinaitwa misbehave. Hata nyumbani huko kuna watu wengine wana tabia ya kumisbehave. So kwenye eneo la kazi, kwenye nyumbani, kwenye ndugu huko, sio vitu vya ajabu. Sasa kwa sababu hili chama ni CCM ni lidude likubwa, vitu kama hivi vinaweza vikatokea, lakini Chama cha Mapinduzi kimeweka utaratibu mzuri. Wagombea wenye sifa wajitokeze. Kipindi dirisha limeshafunguliwa tarehe 28 mpaka tarehe 7 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Dirisha limefunguliwa, dirisha la usajili limefunguliwa. Kwa hiyo tunaamini wanachama wa Chama cha Mapinduzi wenye vigezo, wenye sifa wajitokeze kwa wingi kugombea nafasi za udiwani wa chama, udiwani viti maalum, ubunge wa chama, ubunge viti maalum. Wajitokeze. Jambo la pili sasa, kwa wale viongozi wenye dhamana ambao kwenye chama sisi tunaita wajumbe wa mkutano mkuu, wale wenye dhamana ya upigaji kura. Na chama chetu kimefanya jambo jema, kimeongeza wigo wa wapiga kura kwa kuongeza wajumbe. Ni wengi kweli kweli, wajumbe wamekuwa wengi sasa hivi. Wajumbe wa kamati za utekelezaji za tawi na kata kutoka kwenye jumuiya zote, wazazi, UVCCM na UWT. Basi wenye dhamana hii waliopewa wasione kama ni wasitumie dhamana hii vibaya, kwa sababu tunakwenda kumchagua mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Akipata ridhaa wananchi ataongoza kwa muda wa miaka 5. Kwa maana yake mchakato wa miaka 5 wa maisha ya uhai wa diwani, mbunge kwa mujibu wa katiba na kanuni za uchaguzi unaenda kuamuliwa ndani ya muda mchache sana. Sasa kila mwana CCM ajitafakari, achukue miaka 5 azidishe kwa siku 365. Aangalie ile length ya umri wa ule mtu ataopewa kikanuni. Kwa sababu kuchaguliwa kwa mbunge it's obvious ni 5 years. Kuchaguliwa kwa diwani ni miaka 5. Miaka 5. Sasa tunaenda kuamua hatima ya miaka 5 ambao ni siku ni takriban kama siku 1800 na kitu. Tunaenda kuamua ndani ya muda mchache sana. Kwa sababu unaona zoezi la kuchukua fomu na kurudisha ni tarehe 28 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Then kuna michakato ya vikao vya ndani vya chama hapo, uchujaji na vitu mpaka kwenye uteuzi wa mwisho wa mgombea. Sasa tusiende hii dhamana tuliopewa ya kuamua tusiende kuitumia vibaya. Tuwasikilize wagombea, viongozi wasiwabebe wagombea kwenye mifuko yao. Kuna kanuni za maadili ambazo zinatoa mwongozo wa kiongozi. Wasije na wagombea wao kwenye mifuko. Unakuta tena zingine sasa mtu ni katibu wa kata, yeye ndo anasimamia zoezi la utoaji fomu, tena unamgombea kwenye mfuko. Sasa kwa kweli conflict of interest, watu wanashindwa kukuelewa na ndo vurugu inaanza kutokea kwenye chama. Kwa viongozi waliopewa dhamana ya kusimamia zoezi hili walisimamie kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi, kanuni za uchaguzi za Chama cha Mapinduzi, miongozo wa Chama cha Mapinduzi, na kutanguliza utu pia na mambo mengine. Kwa sababu wa Afrika tuna maisha yetu ya kuisha, tuwezi kuvunjiana heshima na utu kwa kipindi cha mchakato wa uchaguzi tu. Na niwakumbushe tu, Chama cha Mapinduzi wanasema kina macho na masikio. Kina macho na masikio, na kipo na maana kwamba Chama cha Mapinduzi kina machinery zake. Huwa akipokea taarifa tu kwa viongozi. Yaani ndio maana nasema Chama cha Mapinduzi ni lidude likubwa. Ni lidude likubwa. Yaani kama ni mnyama kule baharini, basi ni nyangumi. Ni lidude likubwa sana. Kwa hiyo viongozi wawe makini wanapofanya hizi kazi, wazifanye kwa kuzingatia uadilifu, haki na usawa.
ili tutengeneze mazingira ya uchaguzi ambayo yatakuwa yana free, fair and credible election kwa wagombea wote. Sitokea tena wa viongozi wa chama nyenye ambao ndo wasimamizi wa uchaguzi na ndo wasimamizi wa zoezi mnawagombea kwenye mifuko. Kwa kweli inaleta shida sana. Okay. Na kabla mtu kufanya maamuzi ajue kabisa anaenda kuamua hatima yake ya miaka 5 ambao ni sawa na siku karibu takriban siku 1800 na kitu, ukizidisha kwa miaka 5 kwa siku 365. So hatima ile isiende kuamuliwa na vitu vingine ambavyo viko nje ya utaratibu. Tunaelewa kipindi cha uchaguzi nchi yetu inaelewa mambo yanavyokuwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi ningewaasa wanachama wenzangu ambao wamepata fursa ya kwenda kuamua kupitia mikutano mikuu maalum ya kata na wilaya, basi waweke uzalendo, utu na uadilifu mbele kwa kuzingatia taratibu na waende wakachague wagombea wazuri. Unajua kwenye kura za maoni za chama hakuna kuzodoana ameshinda, sababu wote ni wana CCM. Ndio. Iko tu aliongoza, alishindana na nani? Okay. Wote ni sisi ndani ya CCM, kwa hiyo tunasema tu aliongoza. Tukienda kupambana na wenzetu ndo tunasema aliyeshinda. Kwa hiyo kwenye mchakato wa kura za maoni ndani ya chama basi tusizodoane. Na niwaambie pale wale wengine ambao watakosa nafasi, basi kuna msemo unasema we fight to live the other day. Tuna siku zingine za kupambana. Basi umeenda kwenye mchakato wa kura za maoni, umeshindwa, unaanza kutuletea hata matatizo. Mara unaruka, mara ukimbilie ACT, mara kimbilia kwenye vyama vingine, lakini tutakutana huko kwenye kipindi cha uchaguzi. Ukipigwa tulia, kwa sababu hizi namna pia ni Mwenyezi Mungu anapanga. Okay. Kuna wakati wako, lazima utambue nyakati. Kuna wakati wa mwenzako na kuna wakati wako.